Bwana, mambo vipi? Jina langu naitwa Vincent Mwalonga na kukaribisha katika chaneli yangu ambayo tunakufundisha jinsi gani unaweza kupiga kinanda kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Lakini chaneli yangu haitahusu kupiga kinanda tu, itahusu pia na jinsi gani unaweza kutengeneza beats katika program mbalimbali kama vile FL. Lakini pia nitaenda kufundisha jinsi gani unaweza kurekodi kwa kutumia program kama Cubase. Kwa hiyo itakuwa ni mwendelezo ambao utakuwa ni mrefu kidogo. Kwa hiyo kabla tujaendelea, fanya kitu cha ungwana kwanza, subscribe hapo chini alafu bonyeza alama ya kengele. Kisha bonyeza alama ya kengele, basi wewe utakuwa mtu wa kwanza kupata tutorials zijazo. Kwa hiyo bila kuchelewesha muda, leo tutakwenda kujifunza jinsi gani unaweza kupiga kisi lakini kwa hatua ya kwanza kabisa. Twende pamoja. Okay, basi kabla tujapoteza muda sasa, twende tukajifunze kinanda. Lakini kabla tujaanza kujifunza kinanda, hebu tujifunze kwanza muonekano wa kinanda ukoje. Muonekano wa kinanda unaonekana kama hivi. Kuna batani hizi nyeusi, kuna batani nyeupe. Hizi ndo zinazotengeneza muziki. Na zisikuchanganye. Wingi wa batani sikuchanganye, ni kitu kidogo tu. Tutakwenda kujifunza mbele huko. Sawa? Hizi batani na hizi hapa ndo zinatengeneza muziki wa sharp, wa flat, yani muziki unaojua major, si minor na nini na nini na nini, vyote vinatengenezwa na hizi batani. Okay? Lakini ukiangalia hizi batani zimeganyika katika mafungu. Kuna mafungu haya meusi mawili, kuna fungu hizi jeusi mbili hizi, sawa? Kuna mbili, alafu kuna tatu tena nyeusi. Ukiangalia pia, yani tuanzie tu kwenye low. Ukiangalia hapa kwenye low ya kwanza kabisa hii, hizi mbili za juu hizi ni nyeusi, lakini ukiruka tena hapa utakuta kuna nyeusi tena tatu. Tena kuna mbili, tena kuna tatu. Tena kuna mbili, tena kuna tatu. Ukiangalia tena mbili, tatu. Mbili, tatu mpaka mwisho ukiangalia kuna mafungu ya mbili na tatu, mbili na tatu, mbili na tatu, lakini pia tuna hizi nyeupe mwanzo mpaka mwishoni. Kwa hiyo kumbe kinanda kama kinanda na muziki wote ambao unaijua wewe inatengenezwa na kitu hiki hapa. Ukiona hiki? Yaani fungu la kwanza la nyeusi na fungu la tatu la hizi batani nyeusi na hizi nyeupe hizi kuanzia hii ya kwanza mpaka unapoikuta fungu la tatu nyeusi ya chini yake, hapa ndo panapotengeneza muziki. Kwa hiyo kitu kingine hiki kama hii hapa ya juu hii, kwa sababu ukiangalia batani hii sawa na hii ni kitu kile kile, ila kasoro tu hii itakuwa na mlio wa chini na hii itakuwa na mlio wa juu. Kwa ukibonyeza hii sawa na mtu aliyebonyeza hii, atakayebonyeza hii hapa atakuwa sawa na mtu aliyebonyeza hii hapa, ila mlio tu ndio utakuwa unatofautiana. Kwa hiyo sikuchanganya batani nyingi, sikuchanganye, muziki upo hapa, sawa? Yani hizi batani tu hizi nyeusi mbili na hizi tatu nyeusi na hizi nyeupe za chini yake, hizi zinazotengeneza format nzima ya muziki. Okay? Kwa hiyo hizi tunaita octave, yani kutoka batani ya kwanza mpaka unaikuta batani nyeupe, kutoka nyeusi ya tatu ile hii ya chini yake nyeupe hii ndio tunaita octave ya kwanza. Hii hapa hii tunaita octave ya kwanza, sawa? Unapoanza batani tena nyeupe kutoka hii ya juu yake ni nyeusi, yani ya pili ya kwanza kutoka nyeusi ya hizi mbili nyeusi ya chini yake hii nyeupe, ina maana ukianzia hapa kuenda tena tatu hapa, ina maana unatengeneza octave ya pili, sawa? Sasa huko sitaki nikuchanganye sana, lengo tujifunze jinsi gani ya kupiga kinanda, sawa? Hasa leo tunakwenda kujifunza kupiga kisi, sawa? Kisi unapigaje? Kisi yetu kwanza ni ipi? Kisi ni hii hapa, ambao ni hii hapa, nakufundisha hapa na kuelewesha, angalia vizuri, ambao ni hii, ambayo ni hii. Kitu gani ambacho kinaonyesha kwamba ni hiyo? Hizi batani nyeusi mbili hizi ya chini yake ile ndio kisi. Batani mbili nyeusi ya chini yake kisi. Batani mbili nyeusi ya chini yake kisi. Na mwishoni hivyo hivyo batani mbili nyeusi hizi hapa, hizi hapa ya chini yake, kwa mpaka mwishoni mwa kinanda ukiangalia ni hivyo hivyo, mbili ya chini yake ni kisi, mbili ya chini yake nyeusi ya nyeupe ni kisi, mbili nyeusi ya chini yake nyeupe ndio kisi. Kwa hiyo kisi yetu ni hii hapa, ambayo ni hii, sawa? Sasa unaishikaje hiyo key? Cha kwanza kabisa lazima ujue jinsi gani ya kuweka vidole katika kinanda chako.
kinanda kinashikwa na vidole kwa namna hii. Sawa? Sisemi kama hivi viwili vilivyosimama havitumiki, hapana, vitatumika kwa baadaye. Ila sisi nataka nikufundishe kwanza jinsi gani ya kushika hiyo key C. Tengeneza umbo kama hili. Na vidole vyako kama unaviona vizuri hivi. Hivi. Tengeneza kitu kama hiki. Pembe tatu, sawa? Hii dole gumba hii bonyeza kwenye hiyo ambayo nimekwambia ni key C ambayo ni hii. Sawa? Alafu ruka batani moja ya hiyo nyeupe, sawa? Inayofuata tumia kidole kinachofuata kutoka dole gumba, bonyezea hiyo key. Alafu tena ruka batani moja kutoka hicho kidole ulichobonyeza. Tumia kidole cha mwisho kabisa cha mkono wako. Ukibonyeza hicho, ukibonyeza kwa pamoja italeta saundi kama hii. Italia kama hivi. Hiyo ndio key C. Hiyo ndio key C ambayo tunaizungumzia, sawa? Hiyo ndio key C ambayo tunaizungumzia. Sawa? Lakini ukibonyeza tu hivi sio kwamba italeta muziki, sawa? Utakuwa bado hujakamilisha mapigo ya muziki. Sasa tutorial ijayo tutakwenda kujifunza jinsi gani unaweza kupiga key C na mzunguko wake kwa ujumla. Sawa? Kwa hiyo cha kufanya hapo, subscribe hapo chini ili tutorial ijayo uwe wa kwanza kuipata. Twende pamoja.